Kutokuwa na uhakika wa maisha. Ujumbe huu unahimiza kufanya uamuzi wa sasa kuhusu wokovu, ukisisitiza kuwa maisha si ya uhakika na fursa inaweza kuisha bila taarifa. Mfano wa tiketi ya treni ya mwisho. Fikiria uko kwenye kituo cha treni na treni yako ya mwisho ya siku inaondoka kuelekea mji wako ambapo nyumba na familia yako viko. Tiketi ya treni hiyo ni bure, lakini inapatikana sasa hivi tu. Kituoni kuna watu wengi wenye mitazamo tofauti. Wa kuahirisha kazi. Bado nina kazi kidogo ya kufanya nje ya kituo. Nitakuja kuchukua tiketi baadaye. Wa kuamini muda mrefu. Bado nina miaka mingi mbele yangu. Siwezi kuondoka sasa. Nitachukua tiketi kesho. Wa kujifurahisha. Subiri kidogo, nitakwenda kujifurahisha kwanza. Nitachukua tiketi saa ya mwisho kabisa. Tukio lisilotarajiwa. Ghafla, bila onyo lolote. Mlango wa kuingilia kwenye jukwaa la treni unafungwa kwa sauti kubwa. Taa zinazimwa ghafla. Tangazo linafanyika. Kinyota, safari ya mwisho imeondoka. Sasa subiri hadi jua litoke tena, au labda milele. Wale wote walioahidi baadaye, kesho, au saa ya mwisho, walibaki nje wakiwa wamekosa fursa yao ya mwisho. Uhusiano na somo la maisha. Treni inawakilisha Yesu Kristo. Tiketi ya bure ni wokovu, zawadi ya bure kupitia imani. Safari kuondoka mstada na mtu yeyote kumepe inawakilisha mwisho wa maisha au kuisha kwa fursa ya wokovu. Ukweli wa maisha masta. Kila mtu aliyesema nitakuja baadaye au kesho alikosa fursa. Neno la Mungu litasema, kweli ninyi hamjui yatakayotukia kesho. Uhai wenu ni nini? Ninyi ni kama mvuke unaoonekana kwa muda mfupi kisha hutoweka. Yakobo 4:14. Usicheleweshe uamuzi wa kumpokea Yesu. Siku ya wokovu ni leo.